Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema moja ya alama ya maendeleo ya taifa lolote ni ubora wa elimu ya juu yenye uwezo wa kuzalisha wataalamu wanaoweza kuhimili changamoto za karne ya 21 ya sayansi na teknolojia. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo tarehe 20 Disemba 2025 katika mahafali ya 21 ya Chuo Kikuu cha Taifa SUZA yaliyofanyika katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein, Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja. Amefahamisha kuwa Chuo Kikuu cha Taifa SUZA ambacho ni chuo kikuu cha umma kinachoendelea kuwa kitovu cha mwanga wa maarifa kwa taifa kwa kuwa tegemeo la kuzalisha wataalamu, wabunifu, wanasayansi, watafiti, walimu, madaktari na viongozi wanaoweza kuhimili changamoto za kijamii. Amebainisha kuwa SUZA imefanya kazi kubwa kwa kuongeza idadi ya wanafunzi waliosajiliwa kutoka 2365 mwaka 2024 hadi kufikia 2420 mwaka 2025. Rais Dr. Mwinyi amepongeza SUZA kwa kuendelea kuimarisha programu za shahada za uzamili na shahada za uzamivu, program alizoelezea kwa programu muhimu zinazohitajika na jamii kwa sasa katika kuchochea maendeleo. Chuo cha Taifa cha Zanzibar ni taasisi ya umma ambayo inaendelea kuwa kitovu cha taaluma na mwanga wa maarifa katika nchi yetu. Moja ya alama za maendeleo ya taifa lolote ni ubora wa elimu ya juu na uwezo wake wa kuzalisha wataalamu, wabunifu, wanasayansi na watafiti wanaoweza kuhimili changamoto za karne ya 21. Katika mwaka huu wa masomo, SUZA imefanya kazi kubwa katika kuongeza idadi ya wanafunzi waliosajiliwa kutoka 2368 mwaka 2024 hadi 2420 kwa mwaka huu wa masomo. Aidha, SUZA imeendelea kuimarisha programu za shahada ya uzamili na shahada ya uzamivu na kuongeza programu zinazohitajika na jamii ya sasa. Leo hii tunawatunuku wahitimu wa shahada ya sanaa katika mawasiliano ya umma, yani Bachelor of Arts in Mass Communication, na wahitimu wa shahada ya uzamili katika uongozi wa biashara na fedha, yani Masters in Business Administration and Finance kwa mara ya kwanza, ikiwa ni ishara ya maendeleo ya taaluma zinazohitajika kulingana na wakati tulio. Nachukua fursa hii kuwapongeza viongozi wa SUZA na wahadhiri kwa juhudi kubwa wanazozifanya katika kuhakikisha chuo cha SUZA kinakuwa bora katika kutoa elimu ya juu kwenye ukanda wetu. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali imeweka kipaumbele kikubwa katika elimu, ikiwemo elimu ya juu kwa kuimarisha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, ujenzi wa mabweni ya wanafunzi, maabara za kisasa, maktaba na mifumo ya tehama, pamoja na kutoa mafunzo ya walimu na watafiti ndani na nje ya nchi. Natumia fursa hii kutoa wito kwa watendaji wa SUZA kuendelea kusimamia rasilimali zinazotolewa na kuwekezwa na serikali ili zilete matokeo chanya kwa taifa. Mna wajibu wa kutekeleza majukumu yenu kwa weledi, huku mkitambua Zanzibar inawategemea katika kuzalisha wahitimu waliobobea katika fani mbalimbali ili kuchochea kasi ya maendeleo katika nchi yetu. Aidha, natumia fursa hii kuhimizeni kufanya tafiti zenye lengo la kupata ufumbuzi wa changamoto mbalimbali za kiuchumi na kijamii zitakazonufaisha serikali na jamii kwa ujumla. Aidha, kama wanataaluma, mna fursa ya kutoa ushauri wa kitaalamu katika kufanikisha utekelezaji wa mipango mbalimbali ya maendeleo ya serikali, mambo ambayo yatazidi kukiongezea sifa na hadhi chuo chetu. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kwa kutambua umuhimu wa mahitaji ya elimu ya juu nchini, serikali imeendelea kuimarisha ufadhili wa masomo kwa wanafunzi kupitia mikopo na ruzuku. Lengo ni kuhakikisha kuwa kila Mzanzibari mwenye sifa zinazohitajika kusoma katika taasisi ya elimu ya juu anapata nafasi hiyo bila ya kujali hali zao za kiuchumi. Katika kuwawezesha wanafunzi kumudu gharama za masomo yao, wanafunzi kutoka Zanzibar wa vyuo mbalimbali vya ndani na nje ya Tanzania wanaendelea kunufaika na fursa za mikopo inayotolewa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na ile inayotolewa na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika mwaka wa masomo 2025-26, serikali kupitia Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu ya Zanzibar
imetoa mikopo kwa wanafunzi 8,914 katika vyuo vya ndani na nje ya Tanzania. Rais Dr. Mwinyi amepongeza uongozi wa SUZA na wahadhiri kwa kuhakikisha kinatoa elimu bora na kukifanya chuo hicho kuwa kichocheo cha mabadiliko ya jamii na kuwa miongoni mwa vyuo bora katika ukanda wa Afrika Mashariki. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesema serikali imeweka kipaumbele katika kuimarisha miundombinu ya kufunza na kujifunzia ikiwemo ujenzi wa maabara, maktaba, dahalia na mifumo ya tehama, utafiti, ubunifu, uvumbuzi pamoja na kutoa mafunzo kwa walimu na watafiti wa ndani na nje ya nchi. Rais Dr. Mwinyi ametoa wito kwa watendaji wa SUZA kusimamia kwa uadilifu na uangalifu rasilimali ya chuo zinazowekwa na serikali ili kuongeza ufanisi na uwajibikaji chuoni hapo. Aidha, amewahimiza watendaji hao kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kufahamu kuwa taifa linategemea katika kuzalisha wahitimu waliobobea katika fani mbalimbali ikiwemo afya na tiba, elimu ya msingi, sekondari na elimu ya juu, utalii endelevu, uchumi wa bluu, teknolojia ya habari na ubunifu, mazingira, mabadiliko ya tabia nchi, biashara na ujasiriamali. Hiki cha SUZA, idadi ya wanafunzi waliopata mikopo ya elimu ya juu imeendelea kuongezeka kutoka wanafunzi 1,093 mwaka 2024-25 hadi kufikia wanafunzi 1,725 mwaka wa 2025-26. Idadi hiyo ni ongezeko la asilimia 63 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, natoa rai kwa wahitimu wetu kwamba shahada mnayoipata leo ni heshima, lakini heshima kubwa zaidi itakuwa kwenye mchango wenu kwa jamii. Ni vyema mjiandae kwenda kufanya kazi kwa bidii, nidhamu, uwajibikaji na maadili, na muhimu zaidi muendelee kujifunza, kwani elimu haina mwisho. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuwapongeza tena wahitimu wote kwa kufanikiwa kumaliza masomo na leo kuweza kutunukiwa shahada za ngazi mbalimbali za masomo. Aidha, nawapongeza wanafunzi bora kwa kupata nafasi hiyo ambayo ni matokeo ya bidii walioifanya katika masomo yao wakiwa hapa chuoni. Hongereni sana. Aidha, kwa mara nyingine natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi na jumuiya ya chuo kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kuendelea kuitumikia nchi yetu kupitia chuo kikuu hiki na kukiletea mafanikio. Serikali itaendelea kutoa ushirikiano katika kufanikisha malengo ya kuanzishwa kwa chuo kikuu cha SUZA na tutahakikisha matarajio na dira yake inafikiwa. Kadhalika, serikali itaendelea kuchukua hatua za kuimarisha sekta ya elimu nchini katika ngazi zote kwa kuamini kuwa utoaji wa elimu bora ndiyo njia sahihi ya kuandaa wataalamu watakaochochea kasi ya maendeleo ya nchi. Akitoa salamu za shukurani kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Tanzania, Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir ametoa shukrani zake za dhati kwa mkuu wa Chuo cha Taifa SUZA. Amesema kuwa kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, wanafunzi wanaendelea kunufaika na mikopo inayokidhi haja kwa lengo la kupunguza mzigo kwa wazee wao. Maonyesho ya elimu ya juu, mashindano mbalimbali ya michezo, tafiti za kitaaluma na miradi mbalimbali kwa kushirikiana vyuo vikuu vingine na taasisi mbalimbali za elimu. Kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, wanafunzi wetu wanaendelea kunufaika na mikopo inayowawezesha kukidhi haja zao za kulipa ada ili kupunguza mzigo kwa familia ambazo zingeshindwa kusomesha watoto wao licha ya ufaulu waliopata. Hivyo ni watake wanafunzi kuendelea kutumia fursa hii ili kujiendeleza kielimu na kuwa tayari kurejesha mikopo mara tu baada ya kupata ajira hata katika taasisi zisizo za kiserikali. Kwa kufanya hivyo, kutawezesha bodi ya mikopo kuweza kuendelea kuwahudumia Watanzania wengine wengi zaidi. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, hivi sasa SUZA ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yaani HIT. Mradi huu upo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambao unafadhiliwa na Benki ya Dunia kwa mkopo wa masharti nafuu. Kupitia mradi huu,
SUZA itanufaika kupata majengo yatakayotumika kutufundishia na kufanyia tafiti mbalimbali za kitaalamu kwa wanataaluma wa ndani na nje, sambamba na kujenga uwezo wa wanataaluma ili kupanua wigo na kukuza utaalamu wa fani zinazohitajika na jamii ya sasa. Hivyo nipende kwa niaba ya Waziri wa Elimu na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuchukua fursa hii kuwahimiza viongozi wa chuo kuhakikisha wale wote waliopata fursa za kwenda masomoni kupitia mradi wa HEET wawasimamie na wafuatilie kwa ukaribu ili kuhakikisha wanamaliza masomo yao kwa muda uliopangwa na wanarudi chuoni kutumia taaluma walizopata na kuitumikia jamii kama ilivyo moto ya chuo, kichocheo cha mabadiliko kwa jamii. Naye Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Hadija Salum Ali, amewapongeza wahitimu wote waliotunukiwa vyeti katika chuo hicho. Katika taifa hili kwa kipekee kabisa tunashukuru wewe mkuu wa chuo ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi la Zanzibar kwa kuendelea kuona umuhimu wa kuungana nasi katika siku hii adhimu. Hii inaonyesha wazi kuwa bado unaendelea kuithamini sekta ya elimu na una imani kubwa na chuo chetu cha SUZA, kikiwa ni chuo kikuu pekee cha umma hapa Zanzibar. Mheshimiwa mkuu wa chuo na wageni waalikwa, napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza wahitimu wote, wanataaluma na watendaji wengine wote wa chuo. Naamini kuwa mchango wa kila mmoja wetu ndio umetuwezesha kukusanyika hapa kusherekea na kuwatunuku vyeti wahitimu. Kama mmoja wetu asingefanya wajibu wake pasavyo, leo hii tusingeweza kufanikisha hafla yetu kwa kiwango hiki na ubora huu. Naomba niwapongeze sana. Tumesikia kutoka kwa makamu mkuu wa chuo ongezeko la idadi ya wahitimu na wahitimu katika kada mpya. Ni jambo la kutia faraja sana kuona chuo chetu kinakuwa kwa kasi. Inanipa furaha kuona sasa tunafanya juhudi kupunguza stashahada na kuongeza programu za shahada za uzamili, yani master degrees, na tunapanga kuongeza programu za shahada za uzamivu, kwani chuo kikuu hadhi yake hasa ni kutoa wahitimu kwa ngazi za juu za elimu. Akisoma risala kwa niaba ya Baraza la Chuo cha Taifa SUZA, amewataka wahitimu kutumia elimu walioipata katika taifa lao kusema na kutenda kwa ajili ya kujenga, kujipamba na uadilifu, kuwa wabunifu pamoja na kufanya kazi kwa weledi. Baraza la Chuo, wafanyakazi na wanafunzi wa chuo kikuu hichi, ninatoa pongezi kwa wahitimu wote kwa hatua hii muhimu waliofikia. Naomba wazazi waendelee na malezi ya vijana wao, hasa katika kipindi hichi cha kukabiliana na changamoto za maisha baada ya chuo, kuonyesha kwamba maisha baada ya chuo yanazo changamoto nyingi. Rich Handler, mfanyabiashara na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya chuo kikuu cha Rochester nchini Marekani, ameorodhesha mambo 100 ambayo angetamani angeyajua kabla ya kumaliza na kabla ya kuingia katika maisha halisi baada ya chuo. Na washauri wahitimu wote waende wakayasome mambo haya 100 yaliyoandikwa na Rich Handler. Tunawanasihi vile wahitimu kutumia elimu walioipata katika ujenzi wa taifa letu, kusema na kutenda kwa ajili ya kujenga, kujipamba na uadilifu, kuwa wabunifu na kufanya kazi kwa weledi, ama watakapoajiriwa au kujiajiri wenyewe. Mheshimiwa mkuu wa chuo, miongoni mwa mafanikio muhimu ya baraza katika mwaka mmoja uliopita ni kupitisha sera na miongozo mbalimbali. Miongoni mwa sera hizo ni sera ya mawasiliano na sera ya teknolojia ya habari. Baraza pia limepitisha mwongozo mpya wa upandishaji vyeo wanataaluma. Kwa kutumia mwongozo huu, wanataaluma 11 wamepanda vyeo, 2 kati yao ni kutoka wahadhiri waandamizi wa maprofesa washiriki. Aidha, baraza limesimamia mchakato wa kumpata naibu makamu mkuu wa chuo taaluma ambaye ulimteua mwezi Oktoba 2025 na baadaye ukaridhia akaimishwe kuwa kaimu makamu mkuu wa chuo. Tangu kushika wadhifa huo, Profesa Abdi Talib Abdalla ameonyesha mwelekeo mpya wa utendaji kazi,
unaoashiria mabadiliko katika utoaji wa taaluma, utafiti na ushauri elekezi ambazo ndizo kazi za msingi za chuo kikuu. Ni matarajio ya baraza la chuo kwa mchakato unaoendelea wa kujaza nafasi zilizo wazi za makamu mkuu wa chuo na naibu makamu mkuu wa chuo fedha, mipango na utawala utapelekea kupata viongozi wa chuo watakaoshirikiana na baraza kutekeleza dira na dhamira ya chuo na kuiwezesha SUZA kwa miongoni mwa taasisi zitakazoacha alama kabla ya kukamilika kwa kipindi chako cha uongozi. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.